Vyanzo vinavyotoa haya maji vinahitaji kulindwa, na kazi ya kulinda si kazi ya Wizara ya Maji peke yake, ni kazi ya kila Mtanzania kulinda vyanzo vyetu, iwe vyanzo vya katikati ya misitu, maziwa yetu, iwe vyanzo vyovyote vile, lazima tulinde vyanzo vyetu. Na kwa maana hiyo, moja katika sifa ya kulinda vyanzo vyetu ni kulinda mazingira yetu. Maji ni rasilimali muhimu sana kwa uhai wa binadamu, maendeleo ya kiuchumi na ustawi wa jamii. Tanzania imebarikiwa kuwa na rasilimali mbalimbali za maji, ikiwemo mito mikubwa, maziwa makuu, mabwawa ya asili na ya kutengenezwa, pamoja na maji ya chini ya ardhi. Rasilimali za maji ni muhimili wa maendeleo ya taifa. Kupitia maji, wananchi hupata maji safi na salama kwa matumizi ya nyumbani. Sekta ya kilimo hunufaika kupitia kilimo cha umwagiliaji ambacho huongeza uzalishaji wa chakula na kipato cha wakulima. Wanasema unaweza ukaishi bila upendo, lakini huwezi kuishi bila maji. Maji ni ustawi wa jamii. Maji ni usalama wa taifa kwa mapana yake, lakini maji ni maendeleo na uhai wa wanadamu. Serikali ilianzisha mfumo wa mabonde kwa kufuata mtiririko wa kihidrolojia, ambapo Tanzania nzima kuna mabonde 9 yanayosimamiwa na bodi za maji za mabonde. Karibu kwenye makala maalumu ya Bwawa la Mindu. Bwawa la Mindu lilisanifiwa mwaka 1977 na ujenzi wake ulianza mwaka 1978 na kuzinduliwa na Rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Baba wa Taifa, hayati Julius Kambarage Nyerere, tarehe 9 Mei 1985. Bwawa lina uwezo wa kuhifadhi maji lita bilioni 12.62 na linapokea maji kutoka mito 5 iliyopo ndani ya mkoa wa Morogoro. Bwawa hili kwa sasa linachangia zaidi ya 75% na kuwa chanzo kikuu cha maji kwa wakazi wa Morogoro na maeneo ya jirani kwa muda mrefu. Mbali na kutoa huduma ya maji safi, bwawa hili lina mchango mkubwa katika uhifadhi wa mazingira, uchumi wa eneo na maendeleo ya kijamii. Licha ya umuhimu wa bwawa hili, lakini limekuwa likikabiliwa na changamoto mbalimbali, ikiwa ni pamoja na mabadiliko ya tabia nchi kama upungufu wa mvua unaosababisha kina cha maji kupungua, uharibifu wa mazingira unaotokana na shughuli za kibinadamu kama ukataji miti, kilimo holela na ufugaji katika maeneo ya vyanzo vya maji, hali inayosababisha mmomonyoko wa udongo na kutiririsha tope katika bwawa. Hali hii hupunguza uwezo wa bwawa kuhifadhi maji na kuathiri ubora wa maji. Changamoto nyingine ni uvamizi wa makazi katika eneo la bwawa, upungufu wa miundombinu ya kuvuna na kuhifadhi maji ya mvua. Kutokana na changamoto hizo, Wizara ya Maji kupitia Bodi ya Maji Bonde la Wamiruvu imefanya jitihada mbalimbali za uhifadhi wa bwawa hili, ikiwa ni pamoja na kutambua eneo la Bwawa la Mindu na kulitangaza kuwa eneo la hifadhi katika gazeti la serikali, kuweka mipaka ya kudumu 2400 na mabango 85 ya makatazo kuzunguka hifadhi ya mita 500 ya bwawa na hifadhi ya mita 60 katika mito inayoingiza maji kwenye bwawa, kuunda jumuiya ya watumiaji maji 5 na kamati ya maji ya kidakio cha Ngerengere kwa ajili ya kushirikisha jamii katika utunzaji wa rasilimali za maji, kupanda miti milioni 2,450,300 rafiki wa vyanzo vya maji inayonufaisha jamii kiuchumi, na kuhifadhi uoto wa asili kuzunguka eneo la hifadhi ya bwawa, ufukuaji wa mito 4 kwa umbali wa jumla kilomita 6.5 iliyopoteza mwelekeo ili kuirejesha katika njia yake ya asili, kuwezesha jamii inayozunguka Bwawa la Mindu shughuli mbalimbali za kiuchumi zinazohifadhi vyanzo vya maji, ikiwemo mizinga ya ufugaji wa nyuki na ujenzi wa mabwawa 3 ya ufugaji wa samaki. Hapo zamani tulikuwa tunafanya ukataji wa miti, uchomaji wa mkaa, kabla watu wa Bonde la Wamiruvu hawajaja kutuelimisha. Lakini walivyokuja kutuelimisha na sisi tukabadilika. Tukaachana na hivyo vitu vya ukataji miti ovyo, uchimbaji wa madini, tukarudi kwenye ufugaji wa samaki. Ujenzi wa mabirika ya kunyweshea mifugo katika uwanda wa juu wa Bwawa la Mindu kupunguza uchafuzi uliokuwa ukisababishwa na mifugo. Sisi tulikuwa tuna ng'ombe zetu zilikuwa zinaenda huko mtoni, zinaumia, zinashikwa na mamba. Namshukuru sana Rais wetu Samia. Ametuletea maji, tumepata maji mazuri yako karibu. Mifugo yetu inakunywa maji yako karibu, inakunywa vizuri.
ununuzi wa boti ya kisasa kwa ajili ya doria na ulinzi wa bwawa pamoja na ufungaji wa vifaa vya kisasa 4 kwa ajili ya kufuatilia ujazo wa bwawa pamoja na wingi wa maji katika mito inayoingiza bwawani. Manispaa ya Morogoro inakuwa kwa kasi kutokana na ongezeko la watu, uwekezaji na shughuli za kiuchumi kama vile ujenzi wa reli ya kisasa ya mwendokasi SGR, viwanda, utalii na kilimo. Hali hii imesababisha ongezeko kubwa la mahitaji ya maji kutoka lita milioni 54 kwa siku kwa mwaka 2022 hadi kufikia lita milioni 81.25 kwa siku kwa mwaka 2026. Hii imepelekea kuona umuhimu wa upanuzi wa bwawa utakaoongeza uzalishaji wa maji kutoka lita milioni 27 kwa siku hadi lita milioni 108 kwa siku. Upanuzi wa bwawa hili utagharimu kiasi cha shilingi bilioni 33.4. Bwawa la Mindu lina umuhimu mkubwa katika maisha ya wakazi wa Morogoro kutokana na mchango wake katika upatikanaji wa maji safi, uhifadhi wa mazingira na maendeleo ya kiuchumi. Hata hivyo, uwepo wa changamoto mbalimbali unahitaji ushirikiano wa wadau wote ikiwemo serikali, taasisi na wananchi katika kulinda na kuhifadhi rasilimali hii muhimu kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Tone la maji lazima lihifadhiwe.